39. The book of Psalms 139. Siku ya leo nitafanya kufundisha, tutashukuru Bwana. Psalms 139 from verse 1 to 24. Psalms 139 verse 1 to 24. Kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili? Aliye na Biblia ya Kiswahili? Aliye na Biblia ya Kiswahili naweza tusaidia. Naomba jirani yako unapendeza. Mwambie usiogope, mtazame kwa macho, mwambie unapendeza. Mwambie Bwana nakupenda sana. Amen. Zaburi 139 kwa mstari wa kwanza hadi mstari wa 24. Maandiko yanasema hivi: Mwenyezi Mungu, wewe umenichunguza, wewe wajua mpaka ndani. Nikiketi au nikisimama, wewe wajua. Wajua kutoka mbali kila kitu ninachofikiria. Watambua nikienda au nikipumzika, wewe wazijua shughuli zangu zote. Kabla sijasema neno lolote, wewe Mwenyezi Mungu walijua kabisa. Uko kila upande wangu, mbele na nyuma. Waniwekea mkono wako kunilinda. Maarifa yako yapita akili yangu, ni makuu mno siwezi kuyaelewa. Nikimbilie wapi ambapo roho yako haipo? Niende wapi ambako wewe hupo? Nikipanda juu mbinguni, wewe upo. Nikijilaza chini kuzimu, wewe upo. Nikiruka hadi mawio ya jua au hata mipakani mwa bahari, hata huko upo kuniongoza. Mkono wako wa kulia unanitegemeza. Na kama ningeliomba giza linifunike, giza linizunguke kabla ya mwanga, kwako giza si giza hata kidogo. Na usiku wang'ara kama mchana, kwako giza na mwanga ni mamoja. Wewe umeniumba mwili wangu wote, ulinitengeneza tumboni mwa mama yangu. Na kusifu maana nimefanywa kwa namna ya ajabu. Matendo yako ni ajabu, wewe wanijua kabisa kabisa. Umbo langu halikufichika kwako nilipokuwa natungwa ndani ya tumbo la mamangu. Wewe uliniona hata kabla sijazaliwa, uliandika kila kitu kitabuni mwako. Siku zangu zote ulizipanga hata kabla ya kuweko ile ya kwanza. Mwenyezi Mungu, mawazo yako ni makuu mno, hayawezi kabisa kuhesabika. Ningeyahesabu yangekuwa mengi kuliko mchanga. Niamkapo bado nipo pamoja nawe. Laiti Mungu ungewaua watu waovu, laiti wauaji wangeondoka kwangu. Wanasema vibaya juu yako, wanasema maovu juu ya jina lako. Mwenyezi Mungu, na wachukia wanaokuchukia, na wadharau sana wanaokuasi. Adui zako ni adui zangu, ninawachukia kabisa kabisa. Unichunguze Mungu, nijue moyo wangu. Unipime, uyajue mawazo yangu. Uangalie kama mwenendo wangu ni mbaya, uniongoze katika njia ya milele. Yeremia sura 29. Yeremia sura 29 mstari ni wa 11. Maandiko yasema hivi: Maana mimi Mwenyezi Mungu ninajua mambo niliyowapangia, nimewapangieni mambo mema na si mabaya, ili mpate kuwa na tumaini la baadaye. Bwana apewe sifa. Haleluya. Dhimu yangu siku ya leo ni ya kwamba he knows me. Bwana apewe sifa. Yeye ananijua. Na kutokana na mahali ambapo tumesomewa katika the book of Jeremiah 29 verse 11, anasema ya kwamba yeye ndiye aliye na mipango juu yangu. Anajua mipango anayonipangia. Bwana apewe sifa. Na nataka tuangalie pia, hebu tuende katika Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Kisha tutaendelea mahali ambapo tumesomewa na mzee. In the book of Jeremiah chapter 1 verse 4 to 5. Biblia inasema ya kwamba the Lord said to me, I knew you before you were formed within your mother's womb.
Before you were born, I sanctified you and appointed you as my spokesman to the world. Bwana apewe sifa. Wakati Bwana alipokuwa akimuita Yeremia, anamwambia ya kwamba ati kabla hajapokelewa katika tumbo la mama yake, alimjua na akamtakasa, akaweza kumuita spokesperson katika mataifa. Bwana apewe sifa. Na nataka uelewe mahala hapa, wakati anaposema ya kwamba ati alimjua, ujue ya kwamba huyu mtu hakuwa ameumbika. Kwa njia nyingine, katika tumbo la mama yake hakukuwa na kitu chochote. Bwana apewe sifa. In other words, ni kumaanisha ya kwamba yeye alikuwa anajua the carrier ya spokesperson wa mataifa atabebwa na which womb. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hakuna chembe yoyote yenye ilikuwa imeshawekwa kuashiria ya kwamba huyu mtu atakuwa ni Yeremia. Bwana apewe sifa. Lakini anamhakikishia kusema ya kwamba ati kabla hajaumbika katika tumbo la mama yake, alimjua na akamchagua. Bwana apewe sifa. Niko hapa kukuambia ya kwamba wewe kuwa una exist siku ya leo, si ati ya kwamba hatima yako inashepiwa siku ya leo. Hatima yako ilishepiwa hata kabla hujapokelewa. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na nipozo siku ile nataka ukaanze kuelewa ya kwamba wakati tunaposema ya kwamba yeye anakujua, yeye anakufahamu, ujue ya kwamba your journey ilianza hata kabla wewe hujapokelewa katika tumbo la mama. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo katika mahali ambapo tumesomewa katika kitabu cha Psalms verse 39 verse 1 to 24, verse 1 anasema ya kwamba, "Oh Lord, you have examined my heart and know everything about me." Ati ewe Bwana umenichunguza, umechunguza moyo wangu na ukajua mambo yote, jambo lolote katika maisha yangu. Bwana apewe sifa. Ni kumaanisha ya kwamba Bwana huwa anachunguza mioyo. Bwana apewe sifa. Na nakumbuka ya kwamba Jumapili iliyopita nilisema ya kwamba ile nyingine ambayo iliweza kupita tulikuwa tunaangalia juu ya moyo. Na nikasema ya kwamba ni vizuri sana mtu kuwa analinda moyo wake. Kwa sababu whenever God visits, wakati Mungu anapotembelea mtu yoyote, yeye huwa anatembea kuchunguza mioyo. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa nini achunguze? Kwa nini atembee katika moyo? Wakati unaposoma katika the book of Psalms, the book of 1 Samuel chapter 16 verse 7, Biblia inasema ya kwamba, mtu atusomee 1 Samuel, Samueli wa kwanza 16. 1 Samuel. Ukifika naona nishafika. Samueli wa kwanza 16. Mstari wa 7. Biblia inasema ya kwamba katika 1 Samuel chapter 16 verse 7, "But the Lord said to Samuel, don't judge by man's face or height, for this is not the one. I don't make decisions the way you do. Men judge by outward appearance, but I look at man's thoughts and intentions." Ni wakati ambapo Daudi alikuwa anachaguliwa. Na wakati ule mtumishi wa Bwana akiwa mara pale, kulikuwa na ndugu zake ambao walikuwa ni ndugu za Daudi. Na wale watu walikuwa wamekula vizuri, walikuwa wamejaza vizuri, ni watu wenye walikuwa wanaaminika sana hata katika vita. Lakini unapata ya kwamba kuna haka kajamaa ambako kalikuwa kanaitwa David. David alikuwa tu ni mtu ambaye hata hana jina. Bwana apewe sifa. Na sasa haka jamaa kazi yake ilikuwa ni kuchunga. Alikuwa anaenda machungani. Kila wakati hakuwa nyumbani, ni kwa sababu alikuwa a forgotten son, ama mwana ambaye amesahaulika. Bwana apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba wakati sasa ndugu zake walipokuwa wakipita mmoja, naye mtumishi wa Bwana Samueli akaona ni kana kwamba yule ambaye alikuwa anapita ndiye alikuwa amechaguliwa na Bwana. Naye sasa Bwana akijibu akasema ya kwamba, "Mimi siangalii kama vile ambavyo wanadamu huangalia." Bwana apewe sifa. Sitazami kama vile ambavyo wanadamu hutazama. Mimi huwa ninachunguza mioyo. Bwana apewe sifa. Na katika Biblia yangu ya the book inasema ya kwamba yeye huwa anachunguza the thoughts. Bwana apewe sifa. The heart and the thoughts. Ati ya kwamba anachunguza moyo na mawazo. Haleluya. Bwana apewe sifa. So wakati Bwana anapochunguza mioyo yetu, huwa anatazama kusudi.
Bwana apewe sifa. Ambie jirani yako kusudi. Kusudi. Na wakati tunaposema ya kwamba Bwana huwa anachunguza kusudi, ni inatuonyesha ya kwamba there are times hata huwa tunaomba Bwana na maombi yanakaa ni kana kwamba yield anything. Hayatuletei jambo lolote, ni kwa sababu wakati anapochunguza moyo wangu anaona ya kwamba that heart is not right before me. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo chenye tunafaa kufanya wapendwa ni kuplace our hearts katika a conducive atmosphere yenye itakuwa inapendeza Bwana. Ati ya kwamba wakati ninapomuomba akichunguza moyo wangu anaona ya kwamba na moyo huu unafaa kubarikiwa kama vile ambavyo anavyotaka. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na je, intention zetu ama kusudi zetu huwa zinazuiliaje maombi ambayo tunayoyaomba? Huwa zinazuilia namna gani? Wakati ninapoambia Bwana ya kwamba Bwana ninataka ukaweze kunibariki kifedha. Mungu wetu ni mwaminifu sana na anasema ya kwamba silver na gold zote ni zake. Bwana apewe sifa. Silver na gold zote ni zake. That means wakati anapokubariki hata kuwa bankrupt, Bwana apewe sifa. Si ati yeye ataishiwa, lakini ni lazima achunguze moyo wako uko katika hali gani. Bwana apewe sifa. Na hapo ndipo huwa tunaomba Bwana, tunamwambia ya kwamba Baba, ninataka financial breakthrough. Ninataka kuweza kunipatia upenyezi ambao ni wa kifedha. Naye Bwana akiwa tu mara pale kwa sababu anatujua, tunaweza kuwa wenye hekima kuliko our maker kweli. Can we be wise than our maker? Bwana apewe sifa. Si yule ambaye ameunda ndiye anaelewa vizuri kifaa. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu anatuelewa vizuri, hataki sisi tukaweze kupotea. Si ati ya kwamba hata tubariki, lakini ni lazima kwanza to deal with the heart issues. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa sababu anajua ya kwamba mchungaji anataka nikaweze kubarikiwa financially. Wakati Bwana amenipatia breakthrough, anajua ya kwamba mchungaji nikimpitisha hii kiwango, ukweli wa mambo atapotea. Tumeshuhudia watu wengi wakapata financial breakthrough wakapotea. Halo. Bwana apewe sifa. Si hata kuna wengi tumeshuhudia wakati Bwana amewaelevate wakadisona hata wazazi. Bwana apewe sifa. Na kwa sababu Bwana hataki tukafike mara pale, Bwana chenye huwa anafanya anachunguza mioyo yetu. Anachunguza our thoughts, anachunguza our intentions. Kusudi zetu ni zipi? Bwana apewe sifa. Na niliwaambia hapa, unajua Mungu ndiye mwenye busara yote na anatuelewa vizuri, na nikawaambia hapa siku moja ya kwamba kuna watu utapata ya kwamba God kwa sababu ya wisdom yake ata make sure ya kwamba hautakuwa na operate under 10,000. Bwana kusifu. God will make sure wakati unapohitaji 10,000 atakupatia, lakini above that anajua ya kwamba atakupoteza. Bwana kusifu. So unapata kuna mtu tu shilingi 1,000 ikishaanguka katika mkono imemsumbua, ameshinda kikomba, anainua manguo anarudisha, anainua nguo anarudisha, anainua na ni 1,000. Na je, Bwana akikupatia 1,000,000? Kama 1,000 peke yake imekusumbua hivi, 1,000,000 itakufanya namna gani? Sitakuwa. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo Mungu kwa sababu ya wisdom yake na kutujua vizuri sana, dipozo unapata at times, and I'm sorry to say that, dipozo unapata ya kwamba tunazunguka katika the same positions. Bwana apewe sifa. Uliza jirani yako, can God trust you with more? Can God trust you with more? Bwana apewe sifa. Na wakati Bwana anapotupima katika mambo yetu ya kupeana na kumpatia, ujue ya kwamba wakati tunasema jambo ya utele ama uchache, ujue ya kwamba Mungu katika giving zetu zote, chochote ambacho anachokupatia, there is an aspect of a seed. Bwana apewe sifa. Unakuwa na mbegu. Mungu akinipatia shilingi 100, sifai ku consume everything. There is 10% yenye nafaa kupeana, ambayo ni shilingi 10. Bwana apewe sifa. That means wakati nishapewa, ameniamini kiasi ya kwamba hakukatia kule. Alimake sure ya kwamba nimepatiwa, ndiposa nidhihirishe uaminifu wangu. Nikidhihirisha uaminifu wangu, naye ataniaminia zaidi. Bwana apewe sifa. Lakini sasa nataka nikuonyeshe hivi. Ni rahisi sana wakati tunaposema juu ya kupeana 10 shillings
out of 100, wakati Bwana amekupatia 50 million, tithe yake ni ngapi pale? What is 10% of 50 million? 5 million. Milioni ngapi? 5. Milioni 5 inaweza ikakufanyia mambo mangapi hapa Gasharage? Nataka tuongee. Unajua sasa mimi napenda wakati tuna interact, wakati tunaongea mambo ambayo ni practical. 5 million sio shilingi 2. Ni kweli? Hello? 5 million sio shilingi 10. That means wakati Mungu anaponihitaji nipeane 5 million kwa sababu sasa amenipatia 50, wakati ule sasa tunaweza negotiate na Mungu. Hello? Unauliza na by the way hata mambo ya giving na kuanga New Testament ama Old Testament. Lakini wakati ilikuwa ni shilingi 100 unafaa kupeana 10 bob, hakukuwa na shida. Bwana asifiwe. Nataka kukuonyesha ya kwamba the more God anakuelevate juu ndivyo anahitaji na wewe ukaweze kuaminika zaidi. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na so wakati tunaposema ya kwamba Bwana anatuchunguza mioyo yetu, anachunguza intentions zetu, anachunguza kusudi zetu, ni lazima tujue ya kwamba ni lazima tu deal na the heart issues. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Because kama ninaweza struggle na Bwana wakati wa sasa akumpatia shilingi 10, ukweli wa mambo hawezi niaminia hata zaidi. Na hapo ndipo hata ukiinua mikono unasema kwamba Bwana, ninaomba ukaweze kunibariki, nimeleta mikono yangu kwako na haina kitu. Na wao malaika wa pale juu wanauliza, wale jamaa wamemaliza sasa kuibia wenye wako chini, fungeni kwa sababu wanataka kuiba. Bwana apewe sifa. Hallelujah. And giving is not easy. Giving is not easy. Sio rahisi. Bwana apewe sifa. Inakuwa ni ngumu zaidi kwa sababu inapima uaminifu wako. Na ndipo tunapata hata wale ambao wanaofika mahali wanapatiwa kazi katika serikali, wale wenye hawana integrity, unapata ya kwamba watajaribu hata kurusha mkono waweze kuchukua kile ambacho sio chao. Bwana apewe sifa. Na niko hapa kusema ya kwamba katika resources zenye tuko nazo hata katika taifa hili, tuko na resources zenye zinaweza zikatosheleza kila mmoja, lakini hatuna resources zenye zinaweza tosheleza kila mmoja, the greed of each and everyone. Bwana apewe sifa. Nobody can satisfy the greed. Bwana apewe sifa. Hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kutoshelesha ile hali ya mtu kuwa na tamaa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na ndipo unapata ya kwamba mtu akiwa na that spirit atahitaji hata kale kadogo chenye uko napo. Si unapata katika hadithi ya jamaa ambayo tunajua sana, anaitwa Naboth. Mshaisoma juu ya Naboth? Bwana apewe sifa. Na Biblia inasema ya kwamba Naboth alikuwa na shamba karibu na Paris. Alikuwa na shamba tu karibu na Paris. Naye mfalme akawa anahitaji ile shamba. Akaenda kwa Naboth. Na wakati alipoenda kwake akamuuliza kama anaweza kubali, anaweza akampatia shamba lingine mbali kidogo, shamba ambalo ni mzuri. Bwana apewe sifa. Na napo akasema ya kwamba shamba lile ambalo walikuwa nalo lilikuwa ni la ukoo. Bwana apewe sifa. Na so mfalme akarudi nyumbani, akaenda katika palace yake, akuwa amekasirika sana. Na Biblia inasema ya kwamba na akaangalia katika ukuta. Naye Jezebel, Bwana apewe sifa, wakati Jezebel alipokuja akamuuliza, wewe sio mfalme wa Israeli, ni nini ambacho kimekukasirisha? Na akamhadithia na akamuuliza, sasa wewe sio mfalme wa Israeli? Bwana apewe sifa. Na wakati alipoambiwa vile akaamua, amka ule na unywe, shamba lile nitakupea. Na sasa yule mama akafanya ukarabati wake na Naboth akauawa. Baada ya kuuawa, ripoti kwa sababu walidanganyana ya kwamba Naboth kuna mambo ambayo yalifanya kinyume na Mungu. Na sasa mama ndiye alikuwa mhusika mkubwa. Na so akawa ameuawa. Wakati alipouawa, mama akaenda kwa mfalme, akamwambia kwamba inuka, enda uchukue shamba sasa ni lako. Hakuna mtu yoyote atakuzuilia. Na mfalme akainuka. Wakati alipoteremka kule, akiwa anaona sasa uzuri wa lile shamba kwa sababu ya tamaa, kuna blood ambayo iliweza kuhusika mara pale, Mungu akawa naye hakufurahi. Bwana apewe sifa. Na ikasemekana ya kwamba Bwana akasema ya kwamba kama vile ambavyo wamefanyia Naboth, vile walivyomfanyia Naboth, vivyo hivyo ndivyo itakuwa kwake pia. Bwana apewe sifa. Hallelujah.
Na nataka kukuonyesha ya kwamba heart ambayo haiko right na Mungu inakuwa heart ambayo iko katika kiwango ambacho ni cha kuanguka wakati wowote. Bwana apewe sifa. Kwa sababu hata siku ya leo, hata upatiwe mangapi, hata upatiwe pesa ngapi, upatiwe mashamba mangapi, kama una the spirit ya greed, hauwezi kuwa satisfied. Hello. Bwana apewe sifa. Si niliwaambia ya kwamba mtu huwa hanyongwi na ile nyama yenye iko kwa mdomo, mtu nyongwa na ile nyama iko kwa saa. Kwa sababu yenye iko kwa mdomo ushaga kwa mdomo wewe. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na sio chenye unafaa kufanya ni kudeal na that spirit, unaomba Mungu akupatie the spirit of satisfaction. Kutosheleka. Hallelujah. Na kwa hivyo tunaendelea kuambiwa katika verse 2, you know when I sit or stand. Ati ya kwamba Bwana anajua wakati ninaposimama na wakati ninapoketi. Hallelujah. Wakati ninaposimama na wakati ninapoketi. Kumaanisha ya kwamba hakuna kitu ambacho kinafichika kwake. Bwana apewe sifa. Mambo yote juu ya maisha yangu, ramani ya maisha yangu yote hii mikononi mwake. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na anaendelea kusema katika verse 3, part B yake verse 2. When far away you know my every thought. Ati ya kwamba hata nikiwa mbali sana unajua mawazo yangu. Nikiwa mbali sana unajua mawazo yangu. Watu wengi uchange mawazo yao, especially when they are at the farthest distances. Bwana apewe sifa. Watu wengi hata Ukristo wao huchange stanza kwa Wakristo wakiwa inchi za mbali. A true Christian, ama hata awe mbali namna gani, atazidi kusimama vile alivyokuwa akisimama akiwa nyumbani. Hello. Si kuna watu tunajua ya kwamba we can't trust them with tricks. Hello. Bwana apewe sifa. Hello. Si kuna watu huwa tunaokoka wakati tumekutana wenye tunajuana. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Muuliza jirani yako, ni wewe? Hallelujah. Kuna watu they are Christians wakati tuko katika mazingira ya kanisa. Hello. Lakini wakati tuko katika nje ya hii wall, tukuwa kule kwingine mbali, wakati yule Kristo atakuwa sio Kristo tena. Bwana apewe sifa. Lakini a true Christian ni Mkristo ambaye siku ya leo tukuwa kanisani ni Mkristo. Bado akienda Mombasa na aende na marafiki zake, bado atakuwa Mkristo. Bwana apewe sifa. Na ndiposa anasema ya kwamba anajua mawazo yangu, anakujua my thoughts hata nikiwa mbali. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo chenye tunafaa kufanya, hata tukiwa mbali wacha tukazidi kumuinua Kristo. Hata tukiwa karibu wacha tuzidi kumuinua Kristo. Kwa sababu tunajua ya kwamba hakuna siri ambayo inafichika kwake. Anajua kila siri. Verse 3 anasema ya kwamba you chart the path ahead of me and tell me where to stop and rest. Ati ya kwamba yeye ndiye anayenitengenezea njia na yeye ndiye huniambia wakati wa kupumzika na wakati wa kuendelea. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hello. Bwana apewe sifa. Anasema ya kwamba ati yeye ndiye huniambia mahali ambapo ninafaa kusimama na mahali ambapo ninafaa kutulia. Kumaanisha ya kwamba utulivu ni Bwana hupeana. It is only God who gives rest. Hallelujah. Yeye tu ndiye anaweza kukupumzisha. Yeye ndiye anaweza ondoa masaibu yote yale ambayo yamekera moyo. Yeye ndiye anajua uchungu ulio katika moyo. Yeye ndiye anajua yale ambayo unayoyapitia. Yeye ndiye anajua vile ambavyo umekerwa, na yeye ndiye anaweza achilia ule uponyaji. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ni kwa sababu anatuelewa vyema. Hallelujah. Katika part B yake, verse 3 anasema ya kwamba every moment you know where I am. Wakati wowote unajua mahali nilipo. Wakati wowote unajua mahali nilipo. Na kuna wakati shetani hujaribu kuzungumzia watu katika mawazo, kukuonyesha vile ambavyo Mungu ako mbali sana na wewe. Na vile ambavyo Mungu hashughuliki na yale mambo unayoyapitia. It is as if God is not concerned with what you are going through. Lakini niko hapa kukuhakikishia ya kwamba hata ukiwa mbali namna gani, bado yeye anajua mahali ulipo. Bwana apewe sifa.
Ninakumbuka jana nilikuwa na watch katika runinga, na kuna huyu mama ambaye walikuwa wanasema ni Wagatundu kule. Na rais ikawa sasa alikuwa ametembea kule na mama hakuwa anajua rais. Hello. Bwana apewe sifa. Ninataka nikuonyeshe at times how God connects things. Bwana apewe sifa. President is a busy man. Si ni kweli? Ni mtu ambaye aliye na majukumu mengi sana. Mungu kumpatia burden aende pale akutane na mama mwenye alikuwa ameenda kuvunja kuni. Bwana apewe sifa. Ni connections ambazo ni za kiungu. Na mama hata mwenyewe hakuwa anajua ya kwamba huyu ni rais. Amemfungulia hata mlango, amefungua gate. Na hiyo sio kazi yake. Ukweli wa mambo yeye ufaa kufungua lango kweli. Si kuna wale watu wameajiriwa. Lakini because God is God, rais anauliza mama kama anaweza mfungulia. Na mama akafungua mlango. Na akiwa pale, msichana wake ndiye alinotice huyu ni rais. Lakini mama akona kapanga tu amesimama hivi. Hello. Na wakati mama alipoambiwa na dokta yake huyu ni rais, kapanga hata nguvu ilikosa ya kushika tena. Bwana apewe sifa. Na hata angeweza kuexplain chenye angetaka afanyiwe, ni kwa sababu alikuwa na uoga mwingi zaidi. Lakini chenye nataka nikuonyeshe ni hivi. Yule mama ingawaje hakusema alikuwa anahitaji nini. Kwa sababu hata jana akifanywa interview alikuwa anasema ya kwamba anielewe tu. Mimi niliogopa. Hello. Bwana apewe sifa. Na najua pia na wewe ukikutana na mfalme, wengi wetu utatetemeka na utakosa maneno. Hello. Lakini kwa sababu ni divine connection ya Mungu, it was not a mistake wao kuwa wamepigwa picha pamoja. Nani alipiga zile picha? Bwana apewe sifa. Rais alikuwa anajua itaenda kwa media. Bwana apewe sifa. Hello. It was not a mistake. Ni mikakati ya Mungu. So hata yale mambo mama alikuwa anasema baadaye, hatuwezi jua ameshughulikiwa namna gani. Hatujui ni mikakati gani ambayo inawekwa ndipo sasa yeye aweze kusaidika. Bwana apewe sifa. Nilikuwa nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna wakati mwingine tunaona tuko mbali sana na Mungu, ya kwamba Mungu hawezi akakufikia kwa sababu ya distance. Bwana apewe sifa. Ujue he is the same God mwenye anaamunisha mtu kutoka Amerika aende asaidie mtu mwenye yako Kibera. Bwana apewe sifa. He is God. Na anajua mahali popote ulipo. Mzee uliye mahali hapa Mungu anajua mahali ulipo. Mama uliye mahali hapa Mungu anajua mahali ulipo. Mwanafunzi uliye mahali hapa Mungu anajua mahali ulipo. Na yeye ndiye anajua mbinu ambazo anaweza akazitumia diposa abadilishe maisha yako. Bwana apewe sifa. Because he is God of connections. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Na hata wachana na huyo mama, inaweza onekana labda, unajua kuna watu wanasema ni bahati. Hakuna kitu chenye huwa kinatendeka pasipo kuamrishwa na nani? Na Mungu. Bwana apewe sifa. Na sisi hatuamini juu ya bahati. Tunajua ya kwamba it is a divine connection. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo nataka uelewe ya kwamba hata wakati ninapozungumza haya maneno, David akiwa hapa amesema ya kwamba kuna uwezekano watasafiri. Bwana apewe sifa. Hello. Hata kusafiri kwake ni connections za kiungu. Si kuna wengi wamejaribu kusafiri ikawashinda. Bwana apewe sifa. Na niko hapa kukuambia ya kwamba pia na wewe ninakuombea Bwana akaweza kukupatia connections, na mahali ambapo utajipata na ujue ya kwamba it is not my strength but it is the connection of Jehovah. Yeye mwenye huwa anaona katika siri. Yeye mwenye huinua watu kutoka mavumbini na anawaketisha pamoja na wafalme. Ninaomba ya kwamba grace yake ikaweze kukulocate, na hiyo grace ikaweze kukuelevate kiasi ya kwamba hata vile ulikuwa unaona mwanguko wako, vile ulikuwa unaona ni kana kwamba hautawahi progress in life, you are story to change. Na pia na wewe ukaweza kuwa umestajabu kwa sababu ya matendo yake Bwana. Bwana apewe sifa. Because we are serving a living God, a God that does things that nobody can explain. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo katika verse 4 anasema ya kwamba you know what I'm going to say before I even say it. Ati ya kwamba unajua nitasema nini hata kabla sijasema. Hallelujah. David ametupatia mfano mzuri ati wakati walipokutana na yule mtu alikuwa anasema nini. Bwana apewe sifa. Niko hapa kukuambia kwamba Bwana ndiye atakupatia usemi. Hallelujah. Kuna wakati mwingine unaweza jipata katika accusations.
Na katika zile accusations unapata ya kwamba the Holy Spirit inside you anakuambia ya kwamba usiseme jambo lolote. Atakufundisha ama atakusaidia jambo la kusema. Na unapata ya kwamba hukusema maneno matatu, ulisemka tu neno moja na hilo neno likaweza kukuweka free. Ni kwa sababu yeye hutupatia usemi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ninaomba ya kwamba katika maneno yako, katika wingi wa maneno yako, yawe yale maneno mwenye ameyachangia ni Roho Mtakatifu. Kwa sababu wakati tunapozungumza under the authority of the Holy Spirit, mambo ni sharti yakaweze kubadilika. Bwana apewe sifa. Na hiyo inatuonyesha umuhimu ambao umuhimu wa kuwa na Roho Mtakatifu. Ukiwa na Roho Mtakatifu utaweza kudiscern mambo. Pasipo Roho Mtakatifu utatamka mambo na those words are going to work against you. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kwa hivyo kabla tujasema jambo lolote, yeye hujua kile ambacho tunaenda kusema. Verse 5. You both proceed and follow me, and place your hand of blessing on my head. Ati ya kwamba wewe unitanguliza na kwa hakika uniongoza na unawekelea mkono wako wa baraka juu ya kichwa changu. Ninataka uelewe hivi mpendwa. Wakati naposema ya kwamba wewe huweka mkono wako wa baraka kwa kichwa changu, chenye Bwana huwa anafanya, huwa anaachilia revelation katika maisha yako. Maana kwesi. Na the revelation, what the revelation does, wakati amekupatia revelation, huwa inakuja outsmart wale wengine wote, unabaki ya kwamba wewe ndiye ambaye unashine. That revelation inakuelevate, unaweka katika positions zenye wewe mwenyewe hukuwahi fikiria kana kwamba unaweza ukafika mahali pale. Na that revelation huwa ina work pamoja na the favor of God. Bwana kusifa. Unapata ya kwamba kuna mlango ambao umeweza kufunguliwa, mlango wenye haungeweza kufungua na stakabadhi zako. Halo. Mlango ambao umeweza kufunguliwa si ati kwa sababu kuna watu fulani mlijuana na wao. Mlango ambao umeweza kufunguliwa sio ati kwa sababu ya family background yenye umetoka. Lakini mwenye ambaye amekuwa ni mshika mkuu ni Bwana mwenyewe. Haleluya. Bwana apewe sifa. Na wakati unapoingia katika ule mlango, kila mmoja anataka kukuvutia kiti uweze kuketi, ni kwa sababu you are operating under the favor of God. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na ndipo unapata huyu jamaa ambaye alikuwa ni Daudi, mtu mwenye hata hakuwa na jina, mtu mwenye hakuwa anajulikana, lakini Bwana alikuwa ameona mfalme ndani yake. Lakini hakuna mwingine alikuwa ameona. Bwana apewe sifa. Kakijana kenye kalikuwa kanaenda machungani, na nataka uelewe ya kwamba wale watu ambao hufanya kazi ya kuchunga hakunanga off. Bwana apewe sifa. Kuna kuwa na off kweli? Si ng'ombe lazima akule kila wakati. Bwana apewe sifa. Na kumaanisha ya kwamba hata kajamaa kalikuwa kanamii sana nyumbani, akakuwa nyumbani. Hata kuongea sijui alikuwa anajifundishaje kuongea, kwa sababu alikuwa anashinda tu katika msitu na mifugo. Bwana apewe sifa. That means hakuna training yeye alikuwa nayo mzuri, haswa mawasiliano yao ama relationship yake na watu wengine haikuwa. Lakini Mungu alikuwa anaona the king in this young boy. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na niko hapa kukuambia ya kwamba pia na wewe vile unavyojiangalia hivi unaweza jidunisha. Lakini ukumbuke ya kwamba Rhino hata wakati ako katika tumbo la mama yake bado horns zinakuwa ndani yake. Hello. Bwana apewe sifa. Simba hiyo spike yake, hiyo mkono yake venye huwa inashika wanyama wengine na ikishika inakaa kama inakata, akiwa ndani ya mama yake bado zinakuwa zimelokiwa ndani yake. Sijui kama kuna mtu anaelewa unasema nini. Bwana apewe sifa. Wale wanyama wenye unaona wakiwa na pembe refu zaidi, wakiwa ndani ya mama yao, bado pembe zinakuanga ndani yao. Na ndiposa wakati huo wakishaondoka na waanze kulishwa, kuna wakati huo unafika na pembe zile zinakuwa refu. Bwana apewe sifa. Na niko hapa kukuambia ya kwamba
pia na wewe there is a strength ambayo Kristo ameweza kukupea. Na hiyo strength ambayo inaonekana wakati wa sasa itakuwa manifested katika jina la Yesu. Anapewa sifa. Hallelujah. Niwapatia good example nikawaambia kwamba wakati Mungu alipokuwa akimuumba mwanadamu, alichukua mchanga, udongo. Na wakati alipochukua udongo, akasema ya kwamba na tumuumbe mwanadamu kwa mfano. Anapewa sifa. Na the same mchanga, nikawaambia ya kwamba mchanga ule ndio ulikuwa unazungumziwa na kuchipuka miti. Miti inachipuka katika mchanga. Vitu zote zenye alitamka zitoka katika mchanga. Chenye kinafanya mwanadamu akaweza kuwa very unique ni hii. Wakati alipochukua ule mchanga, alipuliza chenye kilikuwa ndani yake, akapitisha kwa huyu mwanadamu. Bwana apewe sifa. Na mwanadamu akaanza kuishi. Ni kumaanisha ya kwamba mwanadamu ana potential wa kufanya kitu chochote kile. Na ndiposa hata niliwaambia hapa nikamwambia ya kwamba unapochukua hata simu yako, wakati iko saved vizuri sana katika kioo, imesiliwa vizuri sana na kioo, lakini pale ndani ukiangalia unapata ya kwamba kuna particles, kuna kavumbi kameingia. Kaliingiaje? Bwana apewe sifa. Mwanadamu sio limited. Hello. Hakuna limitation to what you can do. Na ndiposa unapata ya kwamba kuna mtu pia ameajiriwa State House. Kazi yake ni kupanguza vumbi. Iliingiaje State House? Wanapewa sifa. Ni kwa sababu kuna potential yenye iko ndani ya mwanadamu. Hallelujah. Wanapewa sifa. Na ndiposa Biblia inatuambia kwamba as a man thinketh, so he is. Vile unavyojiona wewe mwenyewe ndivyo utakavyokuwa. Na ndiposa kuanzia siku ya leo ninataka ukaweze kujiona ukiwa mtu ambaye ni tofauti zaidi, mtu ambaye amejazwa uweza na Bwana. Ati ya kwamba when you declare things they are going to happen because you have been given power and authority. Bwana apewe sifa. Umepatiwa nguvu na mamlaka, na chochote unachokizungumza kitatimia. Ni kwa sababu sisi tuna asili yake Mungu. Ni kwa sababu our God was a creator. He was a speaking God. And whenever God spoke, things happen. Na pia na wewe kwa sababu umeumbwa na mfano wake, ukizungumza mambo yatatendeka. Ni kwa sababu pia na wewe umepatiwa nguvu na mamlaka. Bwana apewe sifa. Hatuko vile ambavyo ulimwengu unavyosema. Hauko vile ambavyo uliambiwa ulivyo. Uko vile ambavyo neno la Bwana linavyosema ulivyo. Wakati neno la Bwana linasema ya kwamba wewe ni kichwa, jua ya kwamba wewe ni kichwa lakini sio mkia. Bwana apewe sifa. Unaweza kuwa haujasoma ndio. Labda wakati mwingine makosa sio yako ama labda ilikuwa ni makosa yako. Lakini niko hapa kukuambia ya kwamba Mungu wetu ni Mungu ambaye anatenda mambo makubwa na mambo ambayo ni ya kushangaza. Na ninaomba ya kwamba akakukrown na success. Akafungue mawazo yako, ukaanze kuona vile ambavyo anavyokuona, ukaanze kujitazama vile anavyokutazama, na ukaweza kuwa na mtazamo tofauti, na mambo yako yaanze kubadilika kwa sababu ya Jehova. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Our God is all powerful God. Na anasema ya kwamba verse 7, I can never be lost to your spirit. Part B yake, I can never get away from my God. Ati ya kwamba siwezi nikapotelea roho wako, na siwezi nikajificha uwepo wako. Bwana apewe sifa. Hata uende wapi hauwezi ukajificha uwepo wake Bwana. Hakuna mahali ninaweza nikaenda nikajificha Bwana. Ati ya kwamba ikae nikana kwamba hanioni. Na kuna mahali anasema tu pale, anasema ya kwamba ni kwa sababu kwako mchana na usiku zote zinafanana. That means kwake mambo yote hata kukiwa na giza they are visible. Anapewa sifa. Mambo yote yanaonekana. Na kwa hivyo mama nataka kukuambia hivi, mzee, kijana, ninataka kukuambia kwamba changamoto zile zote ambazo unazozipitia usifikiria kwamba Bwana hajui. He knows. He knows. And he knows you by name. Anapewa sifa. Anakujua kwa jina lako. Wewe sio stranger. Na haukujipata huku by a mistake. Ulijipata ni kwa sababu aliweza kuruhusu wewe ukaweze kupatikana. Bwana apewe sifa. Uko hapa for a divine purpose.
Uko hapo kwa makusudi ya kiungu. Na kwa hivyo hata waganga na wachawi wajaribu kuganga, diposa waweze kucontaminate, it will be impossible. That will be mission impossible. Ni kwa sababu wewe haukujileta hapa. Hello. Kuna watu unapata ya kwamba shetani anajaribu kuwa crash, aweze kuwamaliza, na wakati mwingine hata picha zinachukuliwa zinapelekwa kwa mganga, na wakati zinafika kule mganga anafukuza wenye walikuwa wamepeleka picha. Ni kwa sababu huyu mtu amesumbua hata kule kwa mganga. Ni kwa sababu uliingia mahali hapa kwa mipango ya Mungu. Anapewa sifa. Na hakuna shetani aweze kukumaliza. Na ndipozo unapitia mambo wakati mwingine magumu, na ukajiuliza kana kwamba utatoboa, lakini unajipata ya kwamba bado umetoboa. Ni kwa sababu ya mkono wa Jehova. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na niko hapo kukuambia kwamba hautakufa. Hautakufa, lakini utaishi, diposa Bwana uishi kumshuhudia. Bwana apewe sifa. Hata COVID isemekane ya kwamba ndio imechacha, itakuja na itapita na itakuacha pale pale. Because we are serving a living God. Bwana apewe sifa. We are serving a mighty God. Na kwa hivyo hatutatishwa na tukubali kutishika. Tunajua ya kwamba msaada wetu unatoka juu. Tunajua ya kwamba msaada wetu wakati tunapoitana yeye huwa anaachilia. Na kwa hivyo tutazidi kusimama wima kwa sababu ya Bwana. Haleluya. Na nataka kwa sababu ya masaa, nataka tumalizie pale, twende pale chini, pale mwisho kabisa, verse 23. Ningekuwa na wakati ningewaelezea hizo zote, lakini verse 23 anasema ya kwamba search me, O God, and know my heart. Test my thoughts. Verse 24. Point out anything you find in me that makes you sad, and lead me along the path of everlasting life. Ati ya kwamba Bwana nichunguze na ujue moyo wangu. Jaribu na ujue mawazo yangu. Na ukaweze kunionyesha chochote kile ambacho kinakufanya ukaweze kukasirika, na ukaniongoze katika njia ambayo ni ya uzima wa milele. Bwana apewe sifa. Haleluya. Ni lazima ifike mahala kama pale. Ni lazima tuwe na that desire. Unaambia Bwana ya kwamba Bwana nichunguze. Bwana apewe sifa. Nimekubali ukaweze kuchunguza moyo wangu. Ninataka upeleleze moyo wangu. Na ukishapeleleza moyo wangu, ukaweze kunionyesha ni jambo lipi ambalo halikufurahishi. Bwana apewe sifa. Na lile jambo lenye halikufurahishi, ukaweze kuniepusha nalo. Bwana apewe sifa. Because that is the way we become the friends of God. Wakati tunapofika mahali tunachukia yale mambo ambayo Mungu anayoyachukia, na tunapenda yale mambo ambayo anayoyapenda, wakati ule tunakuwa marafiki zake. Na tukiwa marafiki zake, chochote tunachohitaji kwake atatupea, kwa sababu yeye ni Jehova. Haleluya. Bwana apewe sifa. There is only one way to become an enemy of God. Now it is only loving what God hates. Bwana apewe sifa. Kupenda tu chenye Mungu anachokichukia. Hivyo tunakuwa maadui zake. Na kwa hivyo wakati tunapochukia yale ambayo anayoyachukia, na tunapenda yale ambayo anayoyapenda, tunakuwa marafiki zake. Katika verse 14, Biblia inasema ya kwamba I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Ati ya kwamba nitakusifu kwa maana nimeumbwa kwa njia ambayo ni ya maajabu. I am fearfully and wonderfully made. Bwana apewe sifa. Shida huwa wakati tunapojaribu kujikompea na watu wengine. Bwana apewe sifa. Ukweli wa mambo hatuwezi fanana na watu wengine. Ni lazima tujue ya kwamba we are fearfully and wonderfully made. Na kwa hivyo sihitaji compliment kutoka mahali pengine. The word of God is saying, Bwana apewe sifa. Na kama kuna kitu ambacho ni cha kupima ni neno la Bwana. Na kwa sababu anasema vile, ninafaa nisimame nikijua ya kwamba neno la Bwana linasema hivi. Bwana apewe sifa. Unajua kuna wengine unapata ya kwamba just a compliment ambayo ni negative imefanya mtu ambaye ni Mkristo ameisha. Kuja niulize mtini sasa, mtini ya hii yako. Kwa nini uweka hii inakaa moto? Sasa umwambie tu inakaa moto hiyo. Umemaliza.
Bwana apewe sifa. Haleluya. Ukienda kwa yule ambao ni mrefu sana. Kwani urefu inakupeleka wapi? Imemmaliza. Ukienda kwa yule mfupi sana. Hata ni kiumbe cha Mungu. Ndio Mungu ana viumbe vingi. Imemmaliza. Bwana apewe sifa. Haleluya. Lakini neno la Bwana linasema ya kwamba I am fearfully and wonderfully made. Bwana apewe sifa. Uwe umetumia makeup ama hujatumia makeup, iwe umetumia zinaitwaje? Hizo zote. Iwe umezitumia, iwe haujazitumia. You are fearfully and wonderfully made. Bwana apewe sifa. Siku na zingine zinapakangwa hapa. Mtu akifunga macho ni kama amefungua. Hata bila hizo, hata bila kupaka hizo, jua ya kwamba you are fearfully and wonderfully made. Bwana apewe sifa. Uwe na kanguo kazee ama kanguo ambako ni kampya. Wakuambie wasikuambie, jua ya kwamba I am fearfully and wonderfully made. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Hata wakuulize mapua inakaa kana kwamba ni kubwa. Ni design za bikuni. Na kuna varieties. Hello. Bwana apewe sifa. Nani alikwambia ndogo ndizo design ambayo ni poa kule juu? Tutajua tukifika mbinguni. Hello. Na kwa hivyo unafaa uenjoy uzuri ambao Bwana amekupatia. Ukijua ya kwamba I am fearfully and wonderfully made. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na wakati unaposimama hivyo na unafurahia wema wa Bwana, hata makwazo yakija hayata kuondoka katika wema wa Bwana kwa sababu unajua siri. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na kila mtu hutaka kuiga mtu ambaye anaonekana ni bold, mtu ambaye aliye na ujasiri. Hello. Ni lazima uweze kudevelop that spirit of boldness. Ati wakati wote hata ukitembea, kanyanga dunia ni kana kwamba kesho utaikanyaga tena. Bwana apewe sifa. Tembea tu vizuri. Na ukipiga kifua useme ya kwamba kwa hakika Bwana aliona ya kwamba mimi ninafaa kuwa katika ulimwengu huu. Kama hangependa singekuwa huku. Na kwa hivyo usitembee katika ulimwengu huu umejikunja. Tembea mabega yakiwa juu. Ukijua ya kwamba wewe ni mwana wa mfalme. Bwana apewe sifa. Na kuna wimbo unasema ya kwamba Baba yangu ana mali nyingi, ushika hazina zote mkononi. Ni baba ya nani? Baba ya nani? Ukishajua baba yako, haijalishi vile ambavyo wengine watakavyosema, unaachana na wao. Bwana apewe sifa. Haleluya. Mtoto wa rais siku ya leo akikuja mahali kama hapa, atatetemeka ati kwa sababu baba yake hakai vile ambavyo anataka. Si anajua baba yake ni rais. Kwa hivyo hata yeye anasimama kama nani? Bwana apewe sifa. Anasimama kama nani? Nikawapatia mfano hapa, nikawaambia kwamba kuna kijana kadogo, baba yake alikuwa ni pilot. Na sasa wakatua wakiwa juu, ukaweza kuwa na michafuko. Na kukiwa na michafuko kule juu, watu wakaona ya kwamba wanaangamia. Na so watu wakaona sasa ni kukufa wanakufa. Na kijana bado kalikuwa kanacheza na simu. Na kijana akakuwa na wasiwasi kanacheza na simu. Na sasa watu walikuwa wanaulizana, huyu mtoto ni mwanani hata hastuki? Kwa sababu huyu mtoto wakati alipoulizwa, wakati baba yake alipodhibiti ile ndege na ikaweza kushuka chini, aliulizwa kwa nini wakati tulikuwa katika shida bado ulikuwa unacheza na simu? Sema mimi ninajua baba yangu. Nilikuwa najua baba yangu atadhibiti hiyo ndege. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na kwa hivyo hakuwa anahitaji kuwa na wasiwasi. Na hivyo ndivyo tunafaa pia mimi na wewe kuwa na ujasiri. Ati ya kwamba I know my father. Bwana apewe sifa. Ninajua baba yangu. I know what my father can do. I know the capability of my father. Na kwa sababu ana ule uweza, ninatembea nikiwa na ujasiri. Haleluya. Bwana apewe sifa. Labda kwenu hakuna watu washawaifanikiwa, wachana na kwenu. Angalia vile ambavyo neno la Bwana linavyosema. Hata Biblia ituambie juu ya kwenu, inatuambia juu ya baba yetu. Bwana apewe sifa. Haleluya. Hakuna kastori tumepatiwa juu ya kwa kina mchungaji hapa kwa Biblia hii, lakini tunaambiwa juu ya baba yetu. Bwana apewe sifa. Na kwa hivyo haijalishi kama ulizaliwa kwa familia yenye hawajafanikiwa, kama ulizaliwa kule, shukuru Bwana, lakini jua ya kwamba baraka zinatokana na nani?
na Bwana, na anasema ya kwamba yeye ndiye anapeana uwezo wa kufanya watu kuwa matajiri. He gives power to make wealth. Na kwa sababu anasema ni yeye, chenye ninafaa kufanya ni kuamini na kukaa karibu na yeye. That is my Father. Amen. That is my Father. Na ndipo hata wakati tunaposema ya kwamba tunajenga, ati ya kwamba tunajenga kanisa la milioni, nusu milioni, nina ujasiri knowing that my Father is going to provide. Bwana apewe sifa. Sina wasiwasi wowote. Na ni kwamba kuhakikisheni ya kwamba God can use you or use somebody else. Bwana apewe sifa. Hello. That is the confidence that we need. Huo ni ujasiri tunafaa kuwa nao. Ati ya kwamba silver na gold zote ni zake. Na niposa wengine wanapanda, utapanda katika kukiwa na kiangazi na uvune kwa sababu ya Jehova. Faith is never practical when things are possible. Faith huwa inatristiwa wakati things are not working. Wanda person. Na so wakati nasema ya kwamba we are trusting God. I don't have that money, but I know He's going to provide. That is faith. Wanda person. Hallelujah. Faith sio kusema ya kwamba nitapata mtoto. Nimejaribu kupata mtoto sijapata, lakini faith sio ile hali ya kwamba nikiwa na mimba nasema ya kwamba nitapata mtoto. It is already there. Faith, it is when the doctors wamekwambia ya kwamba it is impossible. Lakini una challenge those words. Na unaenda unasimama unasema ya kwamba because my Redeemer liveth, nitapata mtoto. Bwana apewe sifa. Na so inakuwa tested na time. Faith inakuwa tested na time. Majira yanakuja yanapita, changamoto zinakuja zinapita, zinajaribu kukuonyesha how your faith is not practical. But faith haitaji kuwa practical ndiposa iwe manifested. You just need to believe. You only need to believe. Ati ya kwamba mambo yote yatatendeka kwa sababu ya Jehova. Hello. Ni maneno gani ambayo uliambiwa yakakaa ni kana kwamba yamekuwekea ukuta uwezi ukapita? Ikakaa ni kana kwamba umewekwa limitations. Ikakaa ni kana kwamba kwenu hamtawahi pita mahali fulani. Ni kwamba kunalify that report na kukutangazia ya kwamba you are not limited. You are not limited. God is going to open avenues for you. God is going to open the ways for you. In a way that itakushangaza pia nawe. Because He is God. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Unajua kuna wakati mwingine shetani anaweza finya watu wamekaa wamefinyika na watu wanakaa ni kana kwamba people are dying tomorrow. Bwana apewe sifa. That is the spirit of the enemy. The spirit ya kudiscourage watu. Kuonyesha watu ya kwamba you will never make it in life. Na niko hapa kusema ya kwamba under the grace that God has given me, under the grace that the Lord has released over my life, ninakutangazia ya kwamba hapa kutatoka hata millionaires. Amen. In Jesus name. Amen. Hapa watatoka. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Na ninawatangazia ya kwamba wengine wenu hata hujui checkbook inakaa namna gani. Haujui inakaa namna gani. Niko hapa kuambia kwamba God is going to elevate you to a greater height. Kiasi ya kwamba hata wakati unapokuja kutolea Bwana utakuwa unaandika katika ile checkbook. Because of God. Sio mbali. Si mbali. Hapana. Si mbali. I know God is doing it. I know God is doing it. I know God is doing it. Wakati wa kupewanga handouts. Ati wakati politicians wanapita hapa, ni lazima tukae tumewafuata nyuma. Unapata umeshika linda, umekimbia ndipo uweze kupatiwa shilingi 100. Niko hapa kusema ya kwamba sio walio katika ufalme. Amen. Sio walio katika ufalme. Bwana apewe sifa. Wakati ule wa kungojea wakuje na kubegi mahala pale na tuvae t-shirt yao. Oh, may God help us. Na tuvae hata makofia zao. Ninatangaza ya kwamba it is over in Jesus name. Amen. It is over in Jesus name. Ni lazima sanity ikaweze kurejeshwa katika nyumba ya Bwana na wale watu wanaomtumainia Bwana. Ni kwa sababu utakuwa mtu mwenye umebarikiwa, hautahitaji kupao kwa mtu yoyote. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Kwa sababu ni yeye umejazwa na roho na umeangushwa pale kwa mchanga.
ati kwa sababu ya 50 bob. Shetani amemake sure yako umeingizwa kwa karata. Umepata shilingi 500 ngawiwa mama 150. 150 women uwapatie na umepata shilingi 500. Watu wanafikiria umepatiwa maelfu za pesa. So chenye wanakuacha nayo ni aibu. Wamekurarulia hata nguo. Bwana apewe sifa. Ni lazima tuondokee aibu zingine. Lazima tuondokee aibu zingine. Bwana apewe sifa. Ni lazima sanity irejee katika nyumba ya Bwana because we know our Father. Bwana apewe sifa. Na lazima madhabahu heshimiwe kama madhabahu ya Bwana. It is not a battlefield for politicians. Sio mahali pa kukutana na kumenyana kwa wanasiasa. Ni viongozi tunaoheshimu, lakini there must be boundaries. Na kwa sifa. Ni lazima kuwe na boundaries. Si campaign zimeisha. Unga kuna ile imebaki. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Wapendwa, lazima tufike mahali hata wakati tunapochagua hawa viongozi, si wachagui kwa sababu what they are giving me. Hapana. Akikuja na unga nitamwangusha. Sikuwa nahitaji unga. Bwana apewe sifa. Ninamchagua kwa sababu ninaona ni mtu aliye na sera zinazofaa. Simchagui kwa sababu ni wa kabila letu. Hapana. Anachaguliwa kwa sababu ni kiongozi mwenye anafaa kuongoza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Mbinguni utakuwa na sinema. Si unasikia hiyo mambo? Mbinguni utakuwa na sinema. Unaimani sasa tukienda mbinguni tuambiwa ya kwamba unajua sasa mambo yatakuwa na kontroliwa na Mungu mwenyewe. Kwa hivyo hatutasema kitachukua muda mrefu ama miaka mingi kuwatch. Lazima haya kasharage. CFC Church. Iwe kusikilia. Unakumbuka kuna wakati kulikuwa na uchaguzi, ninataka uone watu wako. Wewe utafurahi kuona ile sinema? Bwana apewe sifa. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Ambia jirani yako ni vizuri tuwe na dignity. Acha watu watuheshimu. Hallelujah. Bwana apewe sifa. Nishaikuwa katika mahali nishaikuwa wakati fulani. Na ikawa sasa mama amepatiwa pesa na huyo wa mama wengine. Nani wote wanajuana kwa sababu si watu wanajuana. Na ikawa wa mama wamepita na yeye. Sikubalikia amepewa pesa ngapi. Ni kama radi. Mama alikuwa juu, ameshanyang'anywa pesa zimeenda na hata nguo imesharudiwa. Unajua shetani akitaka kukuseti. Unajua kuna traps mwingine unaondokeana. Tunatorokea aibu ndogo ndogo. Bwana apewe sifa. Ukiona unapatiwa pesa kama zile, sema hapana, mimi msinipatie. Lakini utasemea wapi uliendaje pale? That is the problem. Bwana apewe sifa. Si ni ulijipeleka mahali pale. Bwana apewe sifa. Na ndipo tukichagua hawa watu, wale wenye tumechagua wakishamwaga pesa zao, wakishaingia pale wanakosa kufanya kazi, ni kwa sababu wanataka warudishe pesa zao. Bwana apewe sifa. Si hata kama ni wewe ni pesa zako ulitumia, si ukifika kule kwanza ni kurudisha zako. Utafikiria mambo ya drainage kweli? Bwana apewe sifa. Utafikiria mambo ya kuwekea watu maji. Kwanza ni urudishe na uweze kujiongezea kafaida. Hello. Bwana apewe sifa. Lakini wakikuja na pesa zao na tuwaambie ya kwamba sisi tumeamua pesa zenu hatutaki. Kwa sababu ni kazi tunawaajiri. Tunataka watu wakaweze kuwa accountable. Ndiposa ukiingia pale ukosa kufanya kazi, tunaweza shikana tena na tukutoe. Bwana apewe sifa. Lakini wangapi? Na hapa kwetu Kenya, sijui Afrika, hiyo ni shida kubwa sana. Sisi wakitaka kuajiriwa, unaona? Wakitaka kuajiriwa, wanakimbia sana kwetu, wananyenyekea. Na wakati huo nyinyi ni wetu sana. Bwana apewe sifa. Lakini akishaingia ile kiti, akishakalia, anakuwa boss, unakuwa servant. Bwana apewe sifa. Lakini wewe ndio ulimwajiri? Si wewe ndio ulimwajiri ile kazi? Na hata tukifika mahali unapata ya kwamba mwananchi wa kawaida anateseka kwa sababu ya ushuru umepanda, na tuna wale watu tuliwachagua watu wakilishe wabunge wale, lakini hawatakubali kuongea juu ya hiyo, ni kwa sababu ya kile ambacho wanataka. Bwana apewe sifa. Ni lazima tufunguke macho wapendwa. Lazima tufunguke macho. Na wakati tutakapofika na tuanze kuangalia watu kama wetu,
Kenya yetu itakuwa mbali sana. Halo? Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Mungu wetu ni mwema. Mungu wetu ni mwema. Na ni vizuri kujua baba ya. Ni vizuri kujua baba yetu. Na kwa hivyo wapendwa, kama vile ambavyo nimewaambia, ninajua kwamba God is going to elevate you. God is going to crown with success. But continue to humble yourself. Bwana apewe sifa. Hata akikuinua juu zidi kunyenyekea. Akikufikisha juu bado zidi kunyenyekea. Haleluya. Bwana apewe sifa. Wangapi wamebarikiwa siku ya leo? Wangapi wanasema ya kwamba nitaishia Bwana? Hapo anasema ya kwamba nitamtumainia Bwana. Na naomba ya kwamba Bwana akaweze kukutendea kulingana na mapenzi yako. Simama juu kwa miguu yako. He is our God. Very loving Father. I just feel it in my spirit. Kila mtu amefunga macho. Ninaifeel katika moyo wangu. There is a certain bitterness that you have never dealt with. Na ile bitterness ni kwa sababu ya makwazo ambayo uliweza kufanyiwa wakati ulipokuwa ukifanya kazi, na hata effort zako hazikutambulikana. Lakini Bwana anataka tu uachilie yale makwazo, diposa akaweze kukuinua mbele ya wale ambao walikuwa wamekuajiri. Bwana akukrown na success. The success that you have never known before. Mungu anataka tu uachilie. Anataka tu uwasamehe. Anataka tu uiondoe katika moyo wako. Diposa akaweze kukuinua. Wakati mwingine inaonekana ni uchungu mwingi sana. After serving so many years. Serving for many years. And the injustices that were done to you. But God is saying that He's going to honor you. He is going to honor you. Mungu atakuinua kwa kampuni yako. Because He is God. Because He is God. Because He is God. Na kwa hivyo ninataka fungua moyo wako. Ambia Bwana, nimewaachilia waliokuwa wameniajiri. Nimewasamehea waliokuwa wameniajiri. Na Baba, nimejiacha kwa mikono yako kwa sababu hakuna siri usiyojua katika moyo. Ndiposa Baba nikaweze kufurahia na kuburudika katika neema yako na baraka zako. Mwambie Bwana, nimeufungua, nimeachilia wapendwa wale wote katika jina la Yesu. Enda mbele za Bwana, mwambie nimewaachilia. Thank you.